mwenyewe nakutaka Sam. Unasemaje wewe Bi Kidawa? Nakutaka, nakupenda, nakukunda chande, na niko tayari kukupa chochote kile unachokitaka Sam, ili mradi tu uwe na mimi. Jamani Sam, sasa mbona unaniangalia kwa jicho la wembe hivyo jamani? Hilo jicho linakata kweli kweli jamani. Kwa nini unanifanyia hivyo? Ama nimekosea kukueleza hisia zangu? Mimi mwenzako nakupenda. Bi Kachala kanituma ndiyo nije nikueleze kwamba anakutaka kwa namna yoyote ile, lakini mimi pia moyo wangu uko kwako, nakutaka wewe kaka mdogo. Anacheka tena, anacheka kabisa, kaangua kicheko. Sam, hivi unadhani kwamba mimi siko serious? Niko serious hiki ninachokwambia. Haya maneno ninayokuambia wewe kijana yanatoka moyoni. Najua mimi ni ejigo, umri fulani hivi mshangazi. Nina miaka takriban 46 sasa. Na wewe una miaka sijui, hata kama sijui kama inafika hata 22. Lakini mimi mwenzako nimefall in love. Nakupenda wewe mkaka. Nakupenda sana. Na niko tayari mimi kukupa chochote. Nitakupa chochote. Hebu nisikilize Bi Kidawa. Unajua by time nyinyi ni wake za watu, unajua naelewa kabisa kwamba wewe umeolewa na mwanaume wako unaishi naye nyumbani. Alafu Bi Kachala naye kaolewa ana mwanaume wake nyumbani, lakini sijui tu mambo mengine hayanihusu. Lakini niwaambie tu kwamba hiyo ni risk mnanitengenezea. Yaani kama wanaume zenu akajua kwamba mimi ndo nawafanya wake zao wachachuke, unajua hiyo ni kesi kubwa. Sijui kama watanielewa. Unaona? Kwa hiyo kama mnataka kuniingiza mimi kwenye riski kubwa kama hiyo, ekeni hela. Wekeni hela. Mimi niko simple kabisa. Kama mtaniwekea hela nzuri, nataka hela nzuri. Nitunzwe, nilelewe vizuri kabisa. Halafu nakuomba basi babangu usiweke wingi. Hebu weka umoja. Tuweke hela na nani? Hebu sema niweke hela. Mimi ndo nakutaka. Bi Kachala nakutaka, lakini sitaki awe na wewe. Mimi ndo nakutaka wewe. Nakupenda na nataka uwe na mimi. Nitakupa kila kitu unachokitaka. Kama ni hela utazipata. Unaijua kabisa vizuri kazi yangu. Kazi yangu mimi ni CEO wa bandari, nafanya kazi bandarini. Kwa hiyo hela kwangu ni vitu vidogo sana. Sio vitu vya kuwaza hivyo. Na mwanaume wangu sio mtu wa kumuogopa. Yule yupo under control. Kila kitu ananisikiliza mimi. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi Sam. Okay, hamna shida mamangu. Mimi nimekuelewa. Lakini mimi matumizi yangu kwa siku ni zaidi ya 1,000,000. Kwa hiyo kama unanipa hela ya matumizi kwa siku, hakikisha kila siku 1,000,000 inatoka. Kwa hiyo kama uko tayari kwa hivyo, unaweza kuafford maisha namna hiyo. Okay, mimi niko tayari mamangu. Mimi niko tayari. Niko tayari babangu. Nina hela nyingi sana Sam, huwezi amini. Nina pesa nyingi, siwezi kushindwa kuafford hiyo 1,000,000 kwa siku. Nina hela nyingi na umri wangu kama unavyoona umekwenda. Nataka huu muda uliobaki wa maisha yangu ni enjoy na wewe. Ni furahi na wewe. Angalau nitakuwa na furaha katika kipindi hiki cha maisha yangu yaliyobaki. Okay, hamna shida Bi Kidawa. Mimi nimekuelewa. Na naelewa vizuri kabisa hisia zako. Mimi niko tayari kwa lolote. Na nimekubali kuwa na wewe. Kwa hiyo from this moment tuna date, si ndio? Ndio. Ila siamini macho yangu kama nimekutia mikononi mwangu Sam. We Bimlole weye. Hivi wakiambiwa jamani, wanawake waloolewa wenye wanamume tokeni mbele, na mimi Bimlole natoka kweli? Maana hapa sina mume. Hamna mume hapa. Mwanaume anatoka mchana, anarudi asubuhi, anakolala hakujulikani. Pesa zangu za pensheni marupurupu niliopewa baada ya kustaafu anakula yeye kama yeye ndo alikuwa anafanya kazi. Kila siku ananitaka pesa, nampa kila kitu anachokitaka, lakini hatulii. Bimlole mke wangu mpenzi. Wewe usinipigie kelele mimi. Mke wangu. Usinipigie kelele, nakuja. Njoo bana mke wangu, nimekumisi. Jamani, nishafika nyumbani sasa hivyo. Wi-Fi bando lipo la kutosha. Tuendelee kutaptapu ndugu zangu. Taptapu ya screen, taptapu. Tuendelee kufurahi. Huyu nani? Mwacheni. Jina gani hili? Mwacheni Mchengente. Anasema heti sijawahi ona libabu lenye mindevu hivyo kama nywele za siri linalelewa